السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wetu kumshukuru Mola wetu mtukufu kutokana na fadhila zake nyingi na neema zake nyingi juu yetu. Na miongoni mwa neema zake juu yetu ni kutufikisha sisi katika siku hii ya leo. Siku ya leo ni siku ya furaha, ni siku kubwa, ni siku yenye baraka, siku ya Eid al-Fitr. Siku hii inakuja baada ya kukamilika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na alhamdulillah, kwa kauli ya jumhur ya wanawavyuoni ni kwamba mwezi ukiandama popote na zikawafikia habari Waislamu, basi wana wajibu wa kuzifanyia kazi. Sisi tulikuwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Ramadhani ambayo kwetu ni fursa ya kuitengeneza akhira yetu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi misimu ya kheri na misimu ya ibada kwa ajili ya kuchuma ujira mkubwa na kutengeneza matendo yetu ya akhira. Sisi tulikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ambao kwetu sisi ni mafunzo, kwetu sisi ni madrasa ya kutupeleka katika uchamungu. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika suratul Baqara aya ya 183, alipotufaradhishia sisi kufunga, akatuwekea na lengo la kufunga. Akasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, imefaradhishwa juu yenu saum kama ilivyofaradhishwa juu ya waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu.
Kwa hiyo kazi ya Ramadhani ni kuwachukua waumini na kuwapeleka katika uchamungu. Na uchamungu kwa tafsiri rahisi ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Katika maneno yaliyofahamika vibaya katika umma wa Kiislamu ni uchamungu, kiasi likaonekana ni neno ambalo haliwezi kufikiwa na mtu wa kawaida. Uchamungu ni kitu kikubwa bwana. Uchamungu una watu wake, wana mavazi yao, wana vipando vyao. Sasa hivi uchamungu utaupata wapi bwana? Kwa hiyo watu wakaliona suala la uchamungu ni suala gumu lisilotekelezeka. Lakini uchamungu kwa tafsiri rahisi kabisa ya hakika ni mtu kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake. Allah ametuamrisha tusali, ametuamrisha tufunge, ametuamrisha tutoe zaka, ametuamrisha tuwafanyie wema wazazi, tuwafanyie wema watu, tutoe sadaka. Hayo ni katika maamrisho yake. Ukiyatekeleza hayo, umetekeleza sehemu ya uchamungu. Kadhalika Allah ametukataza sisi mambo mabaya, ametukataza mambo maovu, ametukataza uongo, ametukataza kudhulumu, ametukataza zinaa, ametukataza ulevi, ametukataza mambo chungu nzima. Ukiyaacha yale ukayafanya aliyoamrisha, wewe ni mcha Mungu. Hata kama una kanzu safi, hata kama Allah amekuruzuku kipando kizuri, hata kama uko ofisini kwako una AC, ucha Mungu sio hali mbaya au jambo ambalo haliwezi kutekelezeka. Kwa hiyo makusudio au malengo ya Allah kutuwekea sisi saum ni sisi tufike katika uchamungu, na saum inatupeleka katika uchamungu pasi na shaka. Kwa nini? Kwa sababu makusudio ya kufunga ni kuizuia nafsi na matashi na matamanio yake. Nafsi zetu zina matamanio ambayo kama utayaacha yatakukengeusha na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea sisi saumu kwa lengo la kuzizuia nafsi zetu. Yapo mambo ambayo ametuambia tusiyafanye ndani ya saumu ambayo nje ya saumu tunaruhusiwa kuyafanya, na kuna mambo ambayo ametuambia tusiyafanye ndani ya saumu na nje ya saumu pia hayaruhusiwi. Hii yote ni mafunzo kwetu sisi. Kwa mfano, ndani ya saumu tumekatazwa tusile kula ambako ni halali, tumekatazwa tusinywe kunywa ambako ni halali, tumekatazwa tusifanye tendo la ndoa kwa wanandoa, kitu ambacho ni halali. Kadhalika tumekatazwa tusiseme uongo, ni haramu ndani ya saumu na nje ya saumu. Tumekatazwa tusitukane, tusidhulumu, tusifanye mambo machafu. Yote haya tunayafanya tukiwa ndani ya saumu kwa lengo la kuzuia matashi na matamanio ya nafsi zetu. Mmoja katika wanawavyuoni wa Kiislamu anaitwa al-Imam Ibn al-Qayyim, katika kitabu chake Zadul Maadi ameeleza maelezo mazuri kuhusu saumu. Miongoni mwa maelezo hayo akasema, fahuwa lijamul muttaqin wa junnatul muharibin wa riyadatul abrari wal muqarrabin wa huwa lirabbil alamin min bayni sa'iril a'mal, fa inna as-sa'ima la yaf'alu shay'an wa innama yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ma'budihi, فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين الله وبين عبده لا يطلع عليه سواه. Anasema funga ni kamba ya wacha Mungu na ni ngome ya wapambanaji na ni mazoezi ya watu wema, al-abrar wal-muqarrabin, na wale waliokurubishwa mbele ya Allah. Walijamul muttaqin wa junnatul muharibin wa riyadatul abrari wal muqarrabin. Na funga ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba katika amali zote tunazozifanya Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tutakachokipata.
kama alivyosema katika hadithul Qudus kwamba kila amal anayoifanya mwanadamu huzidishwa 1 kwa 10 mfano wake, isipokuwa funga. Funga ni yangu mimi na mimi ndiyo nitakayoilipa, kwa sababu ya ujira wa funga ni mkubwa. Sasa mwana wa chuoni huyu anasema, na hiyo saumu hiyo ni ya Allah, katika zile ibada Allah alizozifanya ni za kwake, ndiyo hiyo. Kisha akasema mwenye kufunga hafanyi kitu. Wewe ukiswali tutakuona ukisujudu, ukirukuu, ukitamka. Ukifanya hija tutakuona ukifanya tawafu, ukienda sa'i, ukipiga mawe, utasimama Arafa. Lakini ukifunga unafanya nini? Hamna kitu unafanya unapokuwa umefunga, isipokuwa kufunga anasema ni kuacha yale mambo ambayo yanapendwa na nafsi na yanatia ladha katika nafsi. Fasawmu tarku mahbubati nafsi wa taladhdhatiha itharan limahabbati llahi wa mardhati. Saumu ni kule kuacha yale mambo yanayopendwa na nafsi na mambo yanayoleta ladha katika nafsi kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Saumu kazi yake ndiyo hiyo, kuizuia nafsi na matashi. Na tukaweza kuacha chakula ambacho tunacho nyumbani na tuko peke yetu hatukula. Tukaweza kuacha kunywa kinywaji ambacho tunacho na tuna kiu hatukunywa na uko peke yako, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mambo yote tunayoyafanya sisi mabaya ni kwa sababu tumeshindwa kuzuia nafsi zetu. Mtu akienda kwenye zinaa ni kwa sababu ameshindwa kuizuia nafsi yake. Akienda kula riba ni kwa sababu ameshindwa kuizuia nafsi yake. Akiiba, akidhulumu, akifanya hivi na vile, kwa sababu ameshindwa kuizuia nafsi yake. Na ndiyo maana wanawavioni wa Kiislamu wanatuambia adui wa kwanza kabisa wa mwanadamu ni nafsi yake mwenyewe, na akiweza kuidhibiti nafsi yake basi amepigana na adui mkubwa sana. Kwa hiyo tunapofunga tunapata mafunzo ya kuidhibiti nafsi na matamanio yetu. Huo ni upande mmoja katika upande wa uchamungu. Utakaobaki ni upande wa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hakika mtu akiwa ameacha upande wa maasiya, upande wa kutekeleza taa, kumtii Allah, unakuwa ni mwepesi, kwa sababu sisi wanadamu tumeumbwa tukiwa ni wanyenyekevu kwa Allah kiasili. Tumeumbwa sisi tukiwa ni watumwa wenye kuabudu. Kule kutoka nje ya ibada ni kukengeuka kwetu tu, lakini si asili. Asili yetu sisi wanadamu, bali na viumbe wote, wameumbwa kuwa ni wanyenyekevu kwa Allah. Allah anasema afaghaira dini llahi yabghun walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Hivi wanataka dini isiyokuwa ya Allah? Hivi hawafahamu kwamba kwake yeye Allah vimejisalimisha vyote vilivyoko mbinguni na ardhini, tena vitake visitake, nguvu hiari, vyote ni vimejisalimisha kwake. Kwa hiyo saumu inatupeleka sisi katika uchamungu. Katika sura hiyo, kwa kule kutuzuia na matashi ya nafsi, inatuzuia upande mmoja wa uchamungu, nako ni kuacha makatazo. Na wakati tukiacha makatazo tunakwenda katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, ndugu zangu, sisi katika mwezi wa Ramadhani tulifanya ibada mbalimbali. Ni muhimu kuzidumisha hizi ibada. Tulifunga saumu ya faradhi ya Ramadhani imemalizika, lakini saumu za sunna zipo, tuzifunge. Na mbele yetu iko funga ya sunna ya 6 ya Shawwal. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr. Atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatishia siku 6 katika mwezi wa Shawwal, basi mtu huyu ni kama amefunga mwaka mzima. Katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa tukisoma Qur'ani, tukaweka malengo, kila mtu kwa uwezo wake tumesoma. Baada ya Ramadhani tusiache kusoma kitabu cha Allah, kwa sababu ndio muongozo wetu. Katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa tukitoa sadaka. Sadaka ipo, tuendelee kutoa na kuwasaidia watu.
katika mwezi wa Ramadhani tumeomba dua sana sisi, kumuomba Allah tufanyie wepesi kwenye mambo yetu. Shida zetu haziishi siku zote, zipo, bali dua ni ibada hata kama huna shida, na huwezi kukosa shida. Tumuombe Allah tusiache. Katika mwezi wa Ramadhani tulileta adhkari kwa wingi. Ramadhani imekwisha, lakini adhkari zipo, tusiache. Katika mwezi wa Ramadhani kuna baadhi ya dada zetu walianza kuvaa mavazi mazuri kwa sababu waliona Ramadhani inaingia, wache wavae mavazi ya heshima. Ramadhani imeondoka, waendelee, kwa sababu hiyo ndiyo asili yao. Tuyaendeleze yale mambo mazuri ambayo mwezi mtukufu wa Ramadhani tulikuwa tukiyafanya. Kadhalika katika mwezi wa Ramadhani kuna mambo mengi sisi tuliyaacha kwa kuhofia Ramadhani. Tuliacha mambo machafu, tuliacha uongo, tuliacha zinaa, tuliacha ulevi. Wengine Waislamu wanalewa, tuliacha haya. Baada ya kumalizika Ramadhani tusirudi tena katika sehemu hizo. Kwa nini? Kwa sababu kurudi kule ni kuonesha kwamba wewe hukukubaliwa matendo yako katika Ramadhani. Kule kuifungua nafsi kwamba Ramadhani sasa imekwisha, wacha nirudi katika mambo yangu, kuonesha kwamba wewe hufahamu malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tuyadumishe malengo hayo. Kurudi katika maasi ya baada ya Ramadhani ni kujiangamiza na kuziangamiza nafsi zetu. Ni sawa sawa na yule mwanamke ambaye Allah amemtaja kwenye Qur'ani, alifungua kibunda chake cha uzi baada ya kutumia nguvu nyingi kukitengeneza. Uhai wenyewe uko wapi? Tuna ndugu zetu tulikuwa nao sisi mwaka uliopita katika Ramadhani iliyopita, sasa hivi hawapo, hawakupenda wao. Kuna watu hii Ramadhani hawakuweza kuikamilisha, wametangulia mbele ya Allah katika ndugu zetu. Sisi tuna uhakika gani kwamba leo, kesho kutwa muda wetu utakuwa umekwisha au bado? Sasa kwa nini turudi katika maasi wakati kuna maisha ya milele yanayokuja huku, yanayohitaji amali zetu hizi? Na wahusia ndugu zangu, tujitahidi kwa kiasi kikubwa kuendelea tuliyofanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya maelezo hayo, ilikuwa ni mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika siku za Eid kama hizi kutoa nasaha kwa wanawake, akiondoka yeye na Bilal wakielekea kwa wanawake, akiwahusia ucha Mungu na kuwahusia watoe sadaka na kuwaamrisha wahifadhi misingi ya dini. Bila shaka nasaha kwa wanawake wa Kiislamu ni kitu muhimu katika wakati wote na zama zote, kwa sababu nafasi ya wanawake katika umma wa Kiislamu ni kubwa sana. Na mimi natumia fursa hii fupi kuwapa nasaha mama zangu, dada zangu, wanawake wa Kiislamu. Kabla ya kutoa nasaha zangu fupi kwao, mimi nataka wao na mimi tukubaliane jambo moja, kwamba ukiangalia jamii yetu sasa hivi, basi utakuta heshima ya dini na misingi ya dini katika kiwango cha nyumbani na katika familia kimeshuka sana, na tuna matatizo makubwa sana ya kimaadili. Tupo katika mmomonyoko mkubwa wa kimaadili ambao haujapata kushuhudiwa katika kipindi cha hivi karibuni. Misingi ya dini sasa hivi si kitu muhimu katika maisha yetu. Si watu wote katika familia zetu wanatekeleza swala tano. Si watu wote wanafunga. Katika mwezi wa Ramadhani kama huu, katika mji wa Waislamu kama huu wa Tanga, unaweza kukuta vijana wa Kiislamu wengi hawakufunga, na hawana sababu, kwa sababu ile heshima ya dini, misingi ya dini tumezoea kuivunja na kuidharau. Hili mimi na nyinyi mama zangu tutakubaliana. Dini sasa hivi kwetu sisi imebaki kama ni utambulisho, kwamba mimi ni Muislamu, kuna matukio ya Kiislamu nitayafanya. Kama ni ndoa tutaenda kuoa Kiislamu, lakini baada ya hapo yatakayofuata yatakuwa si ya Kiislamu. Lakini kwamba dini ndiyo kitu kinaongoza maisha yetu, kwa hakika tutakubaliana haiko hivyo sasa hivi.
Sasa hivi kila uovu upo kwa kiwango kikubwa sana. Maovu yamekuwa mengi, uzinifu umekuwa ni mwingi, na umekuwa ni kitu ambacho chepesi na rahisi na kinafanyika kwa urahisi. Hili tunakubaliana. Ushoga umedhihiri na bahati mbaya umepata kuungwa mkono na watu wanaoonekana wana ushawishi wa kisiasa, wana ushawishi wa kifedha huko duniani huko. Hali iko hivyo. Wizi umekithiri, uraibu wa madawa ya kulevya umekithiri, ukosefu wa uaminifu umekithiri kiasi ambacho mtu hana imani kumwachia biashara yake mtu mwingine. Hebu nisimamie mgahawa wangu huu. Lazima kutatokea vitendo vya ukosefu wa uaminifu, tofauti na hali ilivyokuwa zamani. Udanganyifu katika mambo ya kibiashara umekuwa mwingi kiasi hata ukienda kituo cha mafuta na pikipiki yako au na gari yako kuweka mafuta, una wasiwasi kwamba huenda usiwekewe mafuta ya sawasawa. Ukienda dukani kununua kitu kama ni nguo au ni nyama au ni kitu, una wasiwasi. Udanganyifu umekuwa ni mwingi sana. Kudhulumu haki za watu, utafutaji wa mali kwa njia za haramu, kuzama katika anasa na burudani za haramu kumekuwa ni kwingi. Kuenea mafilamu ya miziki na mafilamu yasiokuwa na maadili, matumizi mabaya ya mitandao, kuvaa mavazi ya nusu uchi, kutoa heshima wazazi, kutoa heshima wakubwa. Haya ni miongoni mwa matatizo ambayo yapo katika jamii yetu na hatuwezi kuyapinga. Na mimi nikiendelea kuyaorodhesha matatizo haya mwisho mtachoka. Lakini tunakubaliana kimsingi kwamba jamii yetu ya sasa iko katika hali hii. Swali la msingi la kuulizana Waislamu sote na bilkhusus mama zetu, sisi kama umma wa Kiislamu tuna wajibu wowote wa kufanya katika hali hii? Jambo la pili, sisi kama umma wa Kiislamu tukiangalia hii hali tunaona inaweza kurekebishika, au je tunaamini kwamba tumefika katika nukta ambayo hatuwezi kurudi nyuma, point of no return, kwamba watu wanaenda kwenye uovu kiasi ambacho haiyumkiniki kwamba tunaweza kurudi nyuma tena kwenye utu na ubinadamu ule ambao ulikuwepo? Je, tunaamini hivyo? Mimi siamini hivyo, na ukiangalia maandiko yetu pia hayatuaminishi hivyo. Hali hii inarekebishika. Hii ni hali ya uovu umekuja kwa sababu, na sisi tunao uwezo wa kuirekebisha hali hii. Na hapa ndipo umuhimu wa mama zetu na wanawake wa Kiislamu unapoingia katika sura ya kipekee kabisa, kwa sababu hakuna namna yoyote ya kuweza kuirekebisha hali tuliyonayo bila ya ushiriki wa wanawake wa Kiislamu, bila ya ushiriki wa malezi katika ngazi ya familia. Hakuna namna, hakuna shortcut. Hatuwezi kurudi kwenye usawa, familia zikawa ziko vizuri, watoto wanaswali, hali ni nzuri, hali za uaminifu, kuna usalama, baraka zimerudi, bila ya kuanza kwenye ngazi ya familia. Shortcut nyingine yoyote haitatufikisha katika uhalisia. Na hapa ndipo mwanamke wa Kiislamu anapoingia kama turufu, anapoingia mwanamke wa Kiislamu kama nguzo, kama tegemeo la kuweza kuiokoa hii hali, kwa sababu kwa namna yoyote hatuwezi kuipata jamii madhubuti bila ya kumpata mwanamke madhubuti. Al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raq. Mama ni shule, mama ni madrasa. Ukimuandaa mama, umeliandaa taifa madhubuti. Huo ndio uhalisia. Wanawake wa Kiislamu, mama zangu na dada zangu, kule kuacha kwenu suala la ulezi mkatetereka kumeleta athari nyingi sana katika jamii ya Kiislamu. Malezi ya watoto yamekuwa duni na maadili katika familia zetu yamedhoofika, na zipo sababu zilizofanya nyinyi mkaelekea huko.
Miongoni mwa sababu hizo ni hizi athari za utandawazi ambazo zipo na mabadiliko ya utamaduni. Kadhalika kule kuiga utamaduni wa kimagharibi tukauona ni utamaduni unaofaa, na utamaduni huu wa kimagharibi unaenezwa kwa kasi kabisa katika nyumba zetu. Moja katika vitu vinavyoeneza utamaduni wa kimagharibi ni hizi filamu hizi na series ambazo nyinyi mnaziangalia, ambazo hamwezi kuzikosa majumbani mwenu. Hizi ndio zinazoleta ule umagharibi na kuwataka watu waondoke katika mifumo yao ya asili na kuwapeleka kwenye mifumo ambayo sio ya sawa. Bahati mbaya sana sisi hatuangalii athari zilizowapata hao tunaowaiga katika yale tunayowaiga. Hizo jamii za Ulaya tunazoziiga sisi hazina tena maisha ya kifamilia sasa hivi. Hili mlijue ndugu zangu Waislamu, wanaume kwa wanawake. Sasa hivi Ulaya hakuna tena swala la udugu na familia kama tulivyo nazo sisi. Hakuna swala la kuwafanyia ihsani wazazi. Mzazi akiwa mtu mzima atakwenda kuwekwa tu kwenye nyumba ya kulelea watoto. Hakuna swala la mikusanyiko ya familia ya kusaidiana. Watu wenyewe wanaoishi kwenye apartment moja hawajuani. Watu wanaishi katika hali ya ukiwa na upweke na unyonge. Mtu kafiwa na mume wake, mlango wa nyumba yake hautagongwa isipokuwa na mtu anayekuja kuleta bili au kumletea gazeti la kusoma, lakini hana ndugu atakayekuja kumfariji, hana shangazi, hana nani. Mpaka mtu anashangaa ikiwa sio muda wa kuletewa bili, nyumba yake ikigongwa anastaajabu, nani anagonga nyumba? Kwa sababu si kawaida. Watu wanakufa kwa upweke. Hayo ndiyo maisha ambayo wenzetu wanayo, na ule utamaduni umeletwa kwetu, sisi tumeuiga. Ndugu zangu Waislamu, wakina mama wa Kiislamu, mimi na wanasihi na kuwaambia kwamba nyinyi wanawake wa Kiislamu, nyinyi ni mama, nyinyi wanawake ni walezi, nyinyi wanawake ni wachungaji, nyinyi ni washauri. Mmepewa mamlaka hayo na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliposema, almar'atu walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi, mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe na watoto wake. Mwanamke ndiyo amepewa hilo jukumu. Hili ni jukumu la kiasili. Hakuna anayeweza kulitekeleza jukumu hili zaidi ya nyinyi. Hakuna mtu anayeweza kuzaa isipokuwa ni mwanamke. Hakuna anayeweza kulea na misukosuko ya ulezi isipokuwa ni mama. Na ndiyo maana katika dini ya Kiislamu mama amepewa daraja 3 zaidi ya baba. Sahaba alikuja kwa Mtume akamuuliza, mtu gani anastahiki zaidi kufanywa wema na mimi? Mtume akaambia, mama yako. Akauliza tena, akaambiwa mama yako. Akauliza tena, akaambiwa mama yako. Kwa nini? Kwa sababu mama amebeba ujauzito. La kwanza hilo zito hilo. Mama amejifungua kwa tabu, si kitu kirahisi. Mama anapata misukosuko ya ulezi ambayo wazee wanaume hawayawezi. Kwa sababu hiyo nyinyi mmebaki wa kipekee katika hili. Mkiliacha jukumu hili, hakuna mbadala katika timu, hakuna wa kumtoa na kumbadilisha, ni nyinyi. Kwa kitakachotokea nyinyi mkiliacha, jamii yetu itakuwa mbaya. Ndio hawa kizazi tulichonacho sasa hivi ambacho tunakilalamikia. Hiki ni kizazi chetu, ni watoto wetu, ni ndugu zetu, na nyinyi mama ndiyo wazazi wa watoto hawa. Utafiti unaonesha watoto walio na maadili mazuri ni zao la mama. Na huu utafiti sio wa kidini, ni utafiti unafundishwa katika mashule na katika mavyuo huko, kwamba mtoto ukimwona amesimama yuko sawa sawa, anajielewa, basi kwa kiasi kikubwa, kwa asilimia kubwa ni zao la mama yake nyumbani. Ayuhan nas, kurudi kina mama nyinyi katika ulezi ndiyo jambo la maana na sio uzamani, kwa sababu tumejengewa sura kwamba mama akirudi kwenye ulezi amekuwa amerudi kwenye uzamani. Mama sasa hivi naye yuko huko nje anatafuta. Swala la kutafuta lipo, swala la kutoka nje ya nyumba yako kwa shughuli maalumu lipo. Mama ni daktari, toka. Mama ni mwalimu, toka. Mama ni nesi, toka.
lakini kwamba wewe utoke tu shughuli ya maana huna kwa sababu watu wanatoka sasa hivi bwana, hakuna kukaa majumbani. Hii si sawa sawa, mama zangu, na hili nalirudisha pia kwa wanaume wa Kiislamu, kwa sababu nasi tumeacha majukumu yetu kiasi ambacho familia zetu hatuzisimamii vizuri, mpaka wanawake wanalazimika nao kujitafutia riziki kwenye njia ambazo wala wasingetakiwa kufanya hivyo. Wanaume wengi tumezembea katika majukumu yetu. Kwa nikimalizia, nawaambia kina mama na baba na kina baba wa Kiislamu, ili turudi katika misingi ya sawasawa, basi tuwasimamie sisi watoto wetu, tuwasimamie watoto wetu na tuangalie maslahi yao, tuwasimamie kwenye chakula chao. Wakina baba wasizembee kwenye utafutaji wa chakula na kuzihudumia familia zao. Tumekuwa tuna uzembe sasa hivi. Jukumu la kuisimamia familia ni la baba, la kumhudumia mke ni la baba, la kutafuta malazi na matibabu ni la baba. Tulisimamie sawa sawa, tuwasimamie watoto wetu mavazi yao, malazi, tuwafuatilie watoto kwenye ngazi ya familia, michezo yao. Mtoto wangu sasa hivi yuko nyumba gani? Marafiki zake kina nani? Kwa nini anapenda kwenye nyumba hiyo? Kwa nini anapenda kuwa na marafiki hao? Kuwaacha watoto kutawafanya waharibikiwe. Kadhalika katika michezo hii, wengine katika wazazi wana uwezo, wamewanunulia watoto wao vifaa vya kiteknolojia, iPad, kompyuta. Hivi vifaa hivi msiwape watoto. Ushauri wa mzuri ni kwamba vifaa hivi wasipewe watoto, vinawaharibu. Uangalie pia namna ambavyo unawasaidia watoto wako. Na maneno haya sisi tuyasema katika mtazamo wa dini ya Kiislamu, kwamba haifai kuwapa watoto vitu hivi, vinawapumbaza. Lakini kama mkitaka tuwape mtazamo wa kidunia, pia tutawapa. Ulaya wametutangulia sisi katika vitu hivi, iPad, makompyuta, masimu. Sasa hivi wao wanalalamika kuhusu athari mbaya ya watoto wao kwa vitu hivi. Hawazungumzi kuhusu habari ya dini, wao wanazungumza kuhusu kujifunza elimu na kuhusu maadili. Vitu hivi vimewaharibu. Sasa tukiyataja haya si kama ni hoja kwetu sisi, tuwaongezea ushahidi kwamba hata huko tunakowaiga wamefeli. Chuo kimoja huko, institute moja huko Sweden inaitwa Karolinska Institute, imefanya utafiti ikafikia hitimisho la kusema kwamba kuna ushahidi wa wazi wa kisayansi kwamba hivi vifaa tunavyowapa watoto wetu hivi vinadumaza akili zao, kadhalika vinadumaza maendeleo yao ya kimaadili. Na ndiyo Sweden imekuwa ni nchi ya kwanza duniani kuviondoa vitu hivi mashuleni. Hakuna mambo ya Google Classroom, hakuna kutumia iPad, hakuna, wameondoa. Mmoja katika wadau wakubwa mnaomjua wa vifaa hivi vya kiteknolojia, Bill Gates, amezungumza wazi, maneno yake yakanukuliwa kwamba vifaa hivi vina athari mbaya ya maadili kwa mtoto na kwa darasani, na yeye ni mtengenezaji wa vifaa hivi. UNESCO, shirika la kuangalia watoto la Umoja wa Mataifa, limeshauri vifaa hivi visitumike, na mambo mengine mengi. Watu wengi wamefanya hivyo. Sasa tuviondoe vifaa hivi kwa watoto wetu. Na jambo la mwisho la msingi kabisa katika kulinda maadili, tuwafundishe watoto wetu dini ya Kiislamu, tuwapeleke watoto wetu madrasa na tuwekeze. Sisi tumeipuuza elimu ya madrasa kwa kiasi kikubwa, na hakuna maendeleo yatakayopatikana bila nyinyi wazazi kuwekeza. Kwa hiyo kwanza tuwashauri wasimamizi wa madaris wazisimamie vizuri. Pili, tuwahimiza wazazi wapelekeni watoto madaris wakasome. Wakitoka shule, ule muda ambao serikali imeupanga unatosha ule. Acheni na hizi mashindano ya shule ya kutafuta kila shule iwe ya kwanza.
mtoto wa darasa la 4 anaingia shule asubuhi, anatoka shule saa 12. Hakuna katika syllabus content ya mtoto wa shule kusoma masaa hayo. Ule muda ambao umepangwa na serikali unatosha. Akirudi mtoto apelekwe madrasa, muwekeze katika madrasa. Wanahitaji fedha, walimu walipwe. Hii itasaidia kurudisha maadili kwenye familia zetu. Kwa mama zangu, nimezungumza maneno mengi marefu, lakini mimi nawahusia kwamba msiondoke katika jukumu la ulezi kwenye familia. Familia zinawahitaji nyinyi. Nyinyi ni mhimili. Hii hali ya kuacha malezi na kuingia mabarabarani imeleta maadili mabaya. Jambo la mwisho, nawahusia kuzitumia siku hizi za sikukuu vizuri, kwa kusaidiana, kualikana, kutembeleana. Na siku za sikukuu sio siku za kufanya maasi. Tujichunge tusije tukaharibu matendo yetu tuliyoyafanya mazuri katika mwezi wa Ramadhani katika siku hizi. Wa bihadha alqadar kifaya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.